saidie ili maendeleo yawe makubwa zaidi. Asante Mheshimiwa Seif Hamad Suleiman. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Hapa mimi nina hoja tatu. Hoja mbili zinatoka kwenye mfuko wa huduma za afya na hoja moja inatoka ZSSF. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mchango wangu nilieleza hapa kwamba kuanzishwa kwa mfuko huu ulikuwa upo mfuko wa ZSSF na haukufanyiwa marekebisho kwenye suala la mafao ya fao la matibabu. Baada ya kupitishwa mfuko huu ndio mfuko wa ZSSF ukaenda kufanywa marekebisho la kuondoshwa fao la matibabu, fao ambalo halikuwahi kulipwa. Sasa hoja yangu inakuja kwamba mfuko huu tayari umeanzishwa, lakini umepewa majukumu makubwa na mazito. Moja, kwa mujibu wa hotuba ni kwamba watakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba wanabeba gharama zote za afya, kuanzia kuwalipa watu hawa waliofanywa outsource, kulipa dawa, kulipa wagonjwa ambao watakwenda nje, lakini pia kulipa deni la Muhimbili. Swala langu linakuja kwenye hoja hii, tuna uhakika gani wa uhimilivu wa mfuko, kwa sababu tumekwenda kuwabebesha majukumu ambayo ni makubwa zaidi? Hilo la kwanza. Lakini la pili ni suala la usajili wa huu mfuko. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa hospitali nyingi hususan ambazo zina wawekezaji hawa ambazo zimepewa waendeshaji hawa, ukiwemo hospitali iliyopo katika jimbo langu, hospitali ya Vitongoji, wananchi wanakoseshwa huduma kwa sababu bado hawajasajiliwa kwenye mfuko wa huduma za afya Zanzibar. Kwenye hotuba ya wizara wamekiri kwamba kwa sasa wamesajili wanachama 47% ya lengo. Kuna wanachama zaidi ya 63% ambao bado hawajasajiliwa. Ni lini wanachama hao watakamilishwa kusajiliwa, au zuio hili kwamba mwanachama na ni mwananchi hastahiki kupata huduma mpaka asajiliwe, ni lini litaondoka ili watu wote wapate huduma za matibabu? Na hoja yangu ya tatu ilikuwa iko kwenye miradi hii iliyoanzishwa na ZSSF. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hii ambayo inaanzishwa na ZSSF si fedha za serikali, ni fedha za wachangiaji, ni fedha za wanachama. Nimehoji hapa kwamba kupitia miradi hii wanachama hawa ambao wanachangia fedha zao wanashirikishwa je, lakini wananufaika je? Kwa sababu fao ambalo wanapewa la kustaafu sio faida ya uwekezaji ambao unakwenda kuwekezwa. Fao ni haki kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo atueleze hapa waziri, hawa wanachama wanafaidika je na huu uwekezaji ambao unafanywa? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika. Labda nianze na lile linazungumza habari ya jukumu la mfuko wa hifadhi ya mfuko wa bima ya afya, kwamba umepewa jukumu kweli la kulipa outsourcers na kadhalika. Huu ni utaratibu ambao tumesema kama nilitoa maelezo mwanzo kwamba lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba inatoa huduma ya afya kwa wote, na tulioanzisha mradi huu kama pilot kidogo kwa kuzingatia zaidi wafanyakazi kwanza wa serikali, lakini tukawa tuna utaratibu ambao tunauandaa wa kwenda kwenye equity fund na kadhalika ili tuweze kupata wigo mpana zaidi ya watu wa kuwasaidia, kuwachangia. Na nikasema hivi tunavyozungumza sasa hivi serikali ina dishi pesa kwa ajili ya kuhakikisha mfuko unafanya kazi na coverage inafanywa hata nje zaidi ya wafanyakazi wa serikali. Kwa hiyo hii ni nia nzuri ya serikali, lakini kule mbele tuna nia kwamba tutakapo stabilize mfuko utakuwa kuna source nyingi sana za funding kwa ajili ya kuweza